na kuja kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Uwekezaji, Mheshimiwa Angela Kairuki ana dakika 10. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nami niendelee pale ambapo wameishia wenzangu kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake shupavu unaotufikisha katika hatua hii kwa kishindo na kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa Spika, kipekee nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo alikutana na wawekezaji mbalimbali wa ndani na nje ya nchi mara kadhaa, na amekuwa akitoa maelekezo kwetu wasaidizi wake na watendaji kuhakikisha kwamba changamoto za wawekezaji zinatatuliwa ili kuharakisha maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nampongeza pia kwa uamuzi wake mzuri na makini wa kuliweka jukumu la kusimamia uwekezaji chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo ambalo limewezesha kupata mafanikio makubwa katika kusimamia uwekezaji. Mheshimiwa Spika, nampongeza kipekee Makamu wa Rais pamoja na Rais wa Zanzibar kwa maelekezo mbalimbali ambao wamekuwa wakitupatia kwa namna ambavyo tunatekeleza majukumu tuliyokabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nichukue nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, kwa hotuba yake mahiri ambayo imeweka msingi na mwelekeo wa utekelezaji wa majukumu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Kwa hakika hotuba hii pamoja na mambo mengine tumeshuhudia namna ambavyo imegusa masuala ya uwekezaji ambao ninasimamia chini ya uongozi wake madhubuti. Mheshimiwa Spika, kipekee nimpongeze sana dada yangu, pacha wangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jenista, kwa namna ambavyo tumeshirikiana kwa pamoja katika ofisi hii katika masuala mazima ambavyo ametusaidia katika uratibu wa shughuli za kiserikali, lakini vile vile masuala ya uwekezaji. Kipekee namshukuru sana ndugu yangu Mheshimiwa Mavunde pamoja na Mheshimiwa Ikupa kwa namna ambavyo tumefanya kazi kwa karibu. Nimshukuru sana Katibu Mkuu Mama Mwaluko, Katibu Mkuu Nzunda pamoja na Bwana Masawe pamoja na watumishi wote, wakuu wa taasisi na wakurugenzi kwa namna ambavyo wameweza kutoa ushirikiano mkubwa katika kutekeleza majukumu tulionayo katika ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nitakuwa sijatenda haki nisipochukua nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa namna ambavyo umetulea, kwa namna ambavyo umetuongoza katika shughuli zako, lakini vile vile Naibu Spika pamoja na wenye viti wote wa Bunge kwa namna ambavyo mmekuwa na usimamizi mzuri na uwezeshaji wa shughuli za Bunge, lakini vile vile kwa kuanzisha huduma za serikali mtandao. Kwa hakika na serikali naamini haitatuchukua muda mrefu, kwani itatusaidia pia na sisi katika huduma kwa wawekezaji, kupunguza urasimu, kupunguza gharama kwa wawekezaji wetu, na tunaamini pia kwa mfano ambao umeonyesha itakuwa ni chachu kubwa kwa matumizi ya serikali mtandao pia kwa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nishukuru sana kamati yetu ya Bunge ya Katiba na Sheria kupitia kwa Mheshimiwa Mchengerwa mwenyekiti, Mheshimiwa Najma Giga makamu mwenyekiti, na wajumbe wote kwa namna ambavyo wametupa ushirikiano mkubwa, lakini kwa ushauri wao mzuri ambao kwa hakika umetuwezesha sana kuongeza ufanisi katika uhamasishaji, usimamizi na kufanikisha uvutiaji wa uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, kipekee niwashukuru sana TNBC, niwashukuru sana TIC, TPSF, TCCIA, CTI, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, CEO Roundtable, lakini sitasahau balozi zetu za Tanzania nje ya nchi ambao kwa hakika wamekuwa na mchango mkubwa wa kufanikisha uwekezaji na biashara nchini. Mheshimiwa Spika, pamoja na shukrani zangu kwa sekta binafsi, nipende kutoa salamu za pole kwa msiba aliyekuwa mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi TPSF ndugu Shamte uliotokea hivi karibuni. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amin. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua pia uwekezaji unafanyika katika wilaya na mikoa, sina budi kutambua na kushukuru waheshimiwa wakuu wa mikoa wote, wakuu wa wilaya na wenye viti wetu wa halmashauri, madiwani na viongozi mbalimbali kwa namna ambavyo wamefanya kazi yangu ya kuhamasisha uwekezaji kwa nyepesi na rahisi, kwa namna ambavyo tumeshirikiana nao. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge na Watanzania tutaendelea kukutana na wawekezaji na wafanyabiashara ili kuweza kusikiliza kero na changamoto mbalimbali zinazowakabili na kuzitatua. Mheshimiwa Spika, kipekee na kwa umuhimu wa pekee kabisa nimshukuru sana mume wangu kipenzi Mheshimiwa Balozi Mbelwa Kairuki pamoja na watoto wangu Kemilembe, Kokubelwa pamoja na Mwesigwa kwa mapenzi yao
kwa uvumilivu wao kwangu wakati wote na kwa kunipa egemeo muhimu linaloniwezesha kuhimili majukumu yangu niliyokabidhiwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana UWT mkoa wa Dar es Salaam, UWT Baraza Kuu Taifa pamoja na TUCTA kwa ushirikiano mzuri walionipatia ninapotekeleza majukumu yangu. Kwa hakika sina cha kuwalipa zaidi ya kuhakikisha kwamba sitowaangusha. Mheshimiwa, naambiwa nashukuru na Sami hapa. Sami nakuja. Mheshimiwa Spika, kutokana na hatua hizo zote nilivyoeleza, naomba kipekee nielezee machache kuhusiana na wepesi wa kufanya biashara Tanzania. Nipende kupongeza wote ambao wamechukua wajibu wao katika kuhakikisha kwamba tunapanda nafasi 3 katika tathmini ya wepesi wa kufanya biashara. Nishukuru wizara zote zinazosimamia yale maeneo 11 ambao tunapimwa kwa mchango wao mzuri ambao kwa hakika ndio umepelekea kupata mafanikio haya. Niendelee kuhakikishia kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na wizara mbalimbali 11 zinazosimamia maboresho tutaweza kufanya vizuri zaidi mwaka huu mwezi wa 10, lakini na katika miaka mingine. Mheshimiwa Spika, kwa malengo yetu kwa mwaka 2025 ni kuhakikisha kwamba tunafikia nafasi ya dijiti 2. Mwaka huu tulikuwa nafasi ya 141 na tunaamini ndani ya miaka hiyo 5 ijayo tutaweza kufikia maeneo hayo. Mheshimiwa Spika, kipekee nitaje maeneo 3 ambayo tayari tumeshaweza kufikia nafasi ya tarakimu 2, ikiwemo swala la upatikanaji wa mikopo. Namshukuru sana Waziri wa Fedha na BOT, tumefikia nafasi ya 67 kati ya 190. Kipekee nishukuru sana kwa upande wa usuluhisho wa migogoro ya kibiashara na kulinda mikataba Mheshimiwa Mahiga pamoja na Jaji Mkuu, lakini vile vile eneo la 3 swala la upatikanaji wa umeme kupitia kwa Mheshimiwa Kalemani ambao tumefikia nafasi ya 85 kati ya 190. Naamini kupitia mawaziri hawa tunayo nafasi ya kufanya vizuri zaidi, na nitoe rai kwa mawaziri wengine na makatibu wakuu kwenye maeneo yale mengine 8 yaliyobakia kuona namna gani tutafanya maboresho ili kuwa na nafasi nzuri zaidi Mheshimiwa Spika, kipekee nishukuru sana sekta binafsi kwa uamuzi wao wa kuwekeza nchini na kwa namna ambavyo wanaendelea kuwekeza mitaji. Waendelee kuwa na imani wakitambua kwamba nafasi ya Tanzania katika biashara na uwekezaji itaendelea kuimarika zaidi. Waendelee kutuamini wakitambua kwamba tutatekeleza majukumu yetu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kipekee niendelee kuhakikishia waheshimiwa wabunge tutaendelea kutekeleza mpango wetu wa blueprint. Tutaendelea kuhuisha mpango wa kuboresha mazingira ya uwekezaji. Tutaendelea kuanzisha utaratibu wa kuwapa ubalozi wa heshima wa masuala ya uwekezaji. Tutaendelea kuimarisha kituo chetu cha uwekezaji Tanzania. Tutaendelea kuimarisha mfumo wa kupokea na kutatua changamoto za wawekezaji, lakini vile vile tutaboresha sera na sheria ya uwekezaji. Tutaendelea kuimarisha miundombinu ya kiuchumi kama vile nishati ya umeme, maji, mawasiliano na miundombinu. Tutaendelea kuimarisha huduma za kifedha ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa wawekezaji wa ndani, lakini vile vile tutaendelea kuimarisha upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji kwa kuendelea kuzihimiza mamlaka za serikali za mitaa kutenga maeneo ya uwekezaji, lakini vile vile tutalinda wawekezaji wa ndani dhidi ya ushindani usio na haki unaotokana na uingizaji wa bidhaa za magendo. Mheshimiwa Spika, kipekee hatutaweza kujibu hoja zote, lakini nishukuru sana kwa michango mizuri ya waheshimiwa wabunge, kwa wote waliochangia. Tunatambua nia yenu ni kuweza kuona kwamba nchi yetu inakuwa na mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji, na ni imani yangu watumishi mbalimbali katika wizara zetu na taasisi za serikali wataendelea kubadilika kwenda na wakati, kulea wawekezaji, kufanikisha uwekezaji ili kuhakikisha kwamba uwekezaji Tanzania unaendelea kukua, unaendelea kuimarika na kuchangia zaidi katika pato la taifa. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Spika, nipende kuwashukuru wote waliochangia na niwahakikishie kwamba majibu yao watayapata kwa maandishi na tutaendelea kutekeleza yale yote waliowashauri. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Angela Kairuki.